Naam, serikali ya Marekani imewawekea vikwazo baadhi ya maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Rwanda kwa kuhusika moja kwa moja na kusaidia waasi wa M23 katika vita ambavyo vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda mchache uliopita nilifanya mazungumzo na Kapele Mutachi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka pwani ya Durban, ni mashariki mwa Afrika Kusini. Nilitaka kufahamu kutoka kwake vikwazo hivyo ambavyo maafisa hao wa jeshi la Rwanda wamewekewa na Marekani vinaweza vikapelekea kusitishwa kwa mapigano. Kwa kusema hiyo hali inaweza kwenda kuweka pressure kwenye Rwanda na kuangalia kama italeta mambo fulani ndani ya Kongo. Nawazia panaweza kuwa njia mbili. Inaweza kuwa yes wala tena hapana. Kwenye njia yenyewe inaweza kuanzia hapana, kwa juu huko nyuma tena tunakumbuka pana majeshi makuu ya Rwanda yamekwenda kukamatiwa sanction na nchi hiyo hiyo ya Marekani na waziri zingine nchi za Ulaya, ila ikukwenda kuzuia mapambano ndani ya nchi ya Kongo. Tumeona mapigano yameendelea, tumeona watu wameendelea wanakufa, mambo yanaenda yanaharibika. Na kwengine njia ya kusema kweli inaweza kuleta hiyo mabadiliko itafatana na Marekani kama inaweza kwenda kuendelea na kuweka hiyo pressure. Huenda inaweza kuwa kidogo, kwa hiyo ukiangalia Kongo, ukirudi hata kwenye historia yetu, turudi hata huko nyuma kwenye mwaka 1960 huko mpaka leo, Umoja wa Mataifa nao umesaini vikaratasi vingi kwa ajili ya usalama wa Kongo, mpaka leo hapata kwa usalama. Ila kwa kusema pakuwe usalama uendelee na kuleta mambo yenye tamaliza vita, Marekani inabidi aendelee kuweka pressure yake. Kama hakuna pressure itakuwepo tu, ni watu watakuwepo. Kama James Kabarebe tumesikia huko nyuma, miaka ya nyuma alikuwa kwenye sanctions za Marekani, ila haikuzuia chochote vita kuisha Kongo. Ukiona mbwa amepanda kwenye mti ujue amepandishwa. Hii nataka kumaanisha kwamba wale maafisa wa ngazi ya juu kama wanafikia kufanya kile ambacho wanakifanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ina maana wanatumwa na rais wa Rwanda Paul Kagame. Kwa nini vikwazo visipelekwe kwa rais wa Rwanda, vinapelekwa kwa maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi? Na waziri hapo unataka kuvumbua kitu fulani cha kitasaidia watu wetu wakwende kuelewa mambo yenyewe yanapitika Kongo, kwa maana hiyo yenyewe umeongea, ilibidi rais wa nchi, kwa maana yeye ndio anaangalia jeshi la nchi na yeye ndio angepashwa kupata sanctions kama hizi. Hiyo nakuja kutuonesha kama vita ya Kongo na ile tuko tunataka kusaidia wa ndugu zetu wa Kongomani mahali popote walipo kwenda kuelewa vita hii. Hivi ni vita vyenye viko impose kwetu na maforces za imperialism za ulimwengu, zenye zimeona nyumbani kama Kongo ni nchi yenye iko na mali na ile mali yake ni solution kwa mambo mengi kwa wazungu. Kuanzia huko nyuma Kongo alikuwa solution. Ukirudi kwa bwana Leopold wa pili, yule alikuwa King Leopold, mali ya Kongo ilitumiwa kwa kwenda kuanza industry ya kutengeneza mapine ya magari. Ukienda kwenye mambo mengi 1945 kwenye vita ya Hiroshima na Nagasaki, mali yetu ilitumiwa kwenda kumaliza vita hile kwa ile bomu ilipigwa 1997 hapa nyuma vita ya kwanza bwana Laurent Kabila, mali yetu imetumiwa kwa juu ya kuenda kuleta tech industry, mambo ya teknolojia, na tuko tunaendelea, tunaambiliwa hata gari zenyewe zitakuwa na betri ni Kongo. Mambo mengi yatapitika ni mali iko Kongo. Sasa ukiangalia vitu yenye viko Kongo, sisi wa Kongomani tumekwenda danganywa, yenyewe natufanya sisi tumeenda tunagawikwa mle ndani, tunakosa nguvu ya kufanya kitu kimoja na kupiga adui vizuri. Ukiangalia Rwanda kama jinsi ulivyoongea, narudi kwa hiyo pointi, Rwanda ni kama mtu wa tatu mwenyewe anatumikishwa na mabebari, kusema kama tuna mipango yetu ndani ya Kongo. Tunaona sisi Marekani hatuwezi kwenda Kongo tuanze kupigana, nitatuma mtu ndani ya region yetu atatufanyia kazi kama hiyo. Kama hiyo sanctions haikugusa Rwanda, kama hizo sanctions hazikugusa chama chenye kiko kinapigana ICM23, inakuja kuonesha kama huenda Marekani anaweza kutumisha ingine njia ya kusema serikali ya Kongo imetumia pesa, imefanya nini na imetuletea mali kwetu tukasaini, hata tuwaoneshe kama na sisi tuko kweli tunaonesha sura ya kazi. Hila hatuamini, kwa maana ilibidi bwana Paul Kagame mwenyewe, kwa maana yeye ndio mkubwa wa jeshi la ndani, kwenda kupewa sanction, ila tumeona ni wale wa makamanda wa juu. So
tunaendelea tunaangalia, na itafuatana na pressure ya Marekani. Ndio kama pale nimeanza nikasema inaweza kuleta matunda na haiwezi kaleta matunda, kwa maana tayari pana wa ofisa wakubwa wa jeshi la Rwanda hii miaka ya nyuma walikuwa kwenye sanctions za Marekani. Na kama Marekani itakuwa na nia njema kwa kile ambacho nakifanya kuhusu vikwazo dhidi ya Rwanda, tuseme ina nia njema kwa kile ambacho nakifanya kwa ajili ya yale ambayo yanaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa tukiangalia na jicho la tatu, hii inataka kumaanisha kwamba Rwanda inaanza kutengwa na jamii ya kimataifa? Sijawazia kwa juu ukiangalia kwenye Afrika ya Kati, tukirudi kwenye historia kwa hivi kuanzia 94, 95 na 6, ukiangalia kama Rwanda ameenda kuchukua yani kuwa kama polisi wa ile maeneo yetu ya kati. Kwa kweli hiyo power Rwanda nayo ilikuwepo Kongo. Unakumbuka kwenye historia ya kiongozi wetu Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga, wakati alichukua paka 1989, ile power yenye iko Rwanda ilikuwa Kongo na ikabadilika, na pana huyo uwezekano kwa huyo muda wenye tuko hemo kama Kongo ndani tunaweza tukajipanga na tukawa na serikali inaonyesha sura ya serikali na kueneza yale mambo yenye serikali inapaswa kuwepo, ile power inaweza karudi Kongo. Hilo kwa muda kama huu ukiangalia kama wenyewe wamemweka Rwanda katika region ya Grand Lake ya yeye kwenda kuwa polisi, wakichoka na Rwanda na wazia nchi yenyewe inaonekana inaweza kuwa kwenye line, inaweza kuwa Kenya kwa juu uchumi wao huko well established na leadership structure inaonekana compare na demokrasia ya Kongo. Swali la mwisho sasa. Marekani ni super power, yani ni taifa lenye nguvu. Kila mtu anajua hilo, sio kitu cha kuficha. Na Marekani ikiamua inaamua. Waliamua kumchukua Maduro, wamemuua Kamei, lakini pia viongozi wengi wameuliwa kwa ushawishi wa Marekani. Unadhani simu ya sekunde 30 kutoka kwa Trump kwenda kwa Kagame haiwezi kasitisha vita DRC? Inaweza kama hawa wako serious. Kwa juu unaona Marekani nayo wanaweza kuwa na pressure huku, wanaweza wakacheza game ya chess, wanaweza wakafanya huku wanaonesha kama huku tunakutetea, bali huku nako unaenda kupigwa. Ilionekana hata wakati Saddam Hussein walicheka naye na akapigwa. So hali yote Marekani, kitu kikubwa hapa naweza kwa kumaliza jeuri ya kusema ya Rwanda, itabidi sisi wenyewe wa Kongomani tujipange, tufanye serikali zile nguzo za serikali. Wakati unasema serikali unaangalia zile nguzo ya kwanza, tuwe na jeshi lenye litakuwa tayari kuchunga mipaka ya nchi, jeshi lenye litakuwa tayari kuchunga economic sovereignty ya nchi, tuwe na polisi nguzo ya pili litakuwa tayari kulinda watu na mali yao, tuwe na zingine nguzo za vyombo vya upelelezi vinaweza itakuwa na uwezo wa kujua tishio ya ndani na tishio ya nje na wanakabiliana nayo. Tuwe na nguzo ya 4 ya ile inaitwa public administration yenye itaanza kubebea raia haki yake, kama kujenga masomo, kujenga barabara, kuwapatia, kufanya institutions za nchi zinashimama. Tuwe na nyingine nguzo ya 5 yenye itakuwa ni ya justice yenye haitokuwa na macho ya kuangalia na hukumu huyu sito hukumu. Tukikuwa na hivyo vitu na tunaenda kuwa na leadership yenye itakuwa na mwangazo ya kuona mbele, wazungu watatuona kama tuko serious, Marekani itatukamata kama sisi kuwa serious, na kesho ile nguvu yenye Zaire ilikuwa nayo inaweza tena ikarudi Kongo. Lakini kuhali yenye tungaliki nayo ya mgawanyiko ngambo yetu, tukipigana hatuna ule wakati wa kuikaa kwa sisi wenyewe kumaliza matatizo yetu, paka mtu wa kutoka nje atuforce atuweke chini, kama jinsi tumeona kwenye Sun City na kama jinsi tunaiona leo tena tuko tunapushiwa na hao mabeberi wenyewe wako nakwenda na tuharibu ndani ya nchi yetu kwa kuweka nafasi moja. Tukitengeneza tu hivyo vitu na wazia nguvu Kongo tutakuwepo, kwa juu nchi yetu iko na kila kitu chenye ulimwengu unataka. Ile tukutengeneza utawala na leadership ziwe nzuri kwa sekta zote, sekta za wafanya siasa wapinzani kwenye civil movement za syndicalist na zingine organization za jamii zitakuwa pale, tukionyesha ile leadership
adui mwenye kunatupiga hatopita kwenye dirisha, atakuja nasema hapa wakongomani wameelewa na wanajua jinsi ya kujipanga na kutumika na sisi. Katika hali yenye tuko nayo ni ile hali, kama unakumbuka kiongozi, tulikuwa tungaliki wadogo, unaenda kuchota maji kwenye mto, unarudi kile kidude kikitoboka, hauna pesa ya kuuza kidude kipya, unachukua kingine kidude cha plastiki unaweka kwenye moto na kisu unahoma, unaenda kuchota maji kesho tena panatoboka pengine. Hii ndio hali yenye tuko kama Kongo. Lakini tukianza sisi peke yetu tunaenda kusafisha hii nchi ndani, hatutakuwa tunalilia watu. Na mfano umeuona ni Irani peke yake. Irani kaonelewa, hina Irani ya kungoja kukimbia kwenye international community, kwa maana amejiandaa, anasema utanipiga lakini mimi nitakupiga.